nini kinachoendelea, na mimi nitatumia dakika chache sana kwa sababu mengi amezungumza Mheshimiwa Kinabo. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema leo kimekuwa na ukurasa tofauti kabisa, na ni mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi wetu wa ndani uliomalizika Januari 21. Kama alivyosema Mheshimiwa Kinabo, kumefunguliwa ukurasa wa ubaguzi, chuki na visasi ndani ya chama. Na mimi nichukue fursa hii kuzungumza na nyinyi waandishi wa habari, ili kupitia ninyi naamini wa Tanzania na wanachadema kwa mamilioni wataelewa na wajue tunaposema kuna ubaguzi, chuki na visasi tunamaanisha nini. Mimi ninaweza nikawa ni miongoni mwa wanachama wa kwanza kuwa submissive kwenye uongozi mara baada ya uchaguzi uliofanyika pale Mlimani City. Nilianza rasmi kufanya kazi za chama nikiamini sasa uchaguzi umekwisha, ni lazima tujenge chama. Mtakumbuka waandishi wa habari, ilikuwa ni wiki chache tu baada ya uchaguzi ule, chama chetu kilianzisha program ya tone tone na kufunguliwa kwa call centers kama sehemu ya mkakati wa raise fund ya kupush agenda za chama. Mimi ni miongoni mwa vijana wa chama hiki ambao pengine heshima yangu ndani ya chama haijaaja kwa sababu nina account yenye followers wengi, ni kwa sababu ya uwajibikaji wangu na kujituma kwenye shughuli za chama. Sasa mbali na mabadiliko ya viongozi pale makao makuu ya chama, bado kulikuwa kuna wakuu wa idara ambao wanatambua vijana ambao tulikuwa tunajitoa kwenye kazi za chama na kwenye programu hii muhimu ya raise fund kwa ajili ya kusukuma agenda za chama. Nilipigiwa simu, nikaenda makao makuu ya chama na nilikabidhiwa sehemu ya clusters ya call center kuiongoza kwa ajili ya kupush upatikanaji wa fedha kuendelea na kusukuma agenda za chama. Ubaguzi ulianza kuonekana. Makao makuu ya chama vilikaliwa vikao viwili mfululizo vinajadili kwamba kwa nini Elia yuko hapa makao makuu ya chama na ni kiongozi kwenye moja ya clusters ya call center wakati ni Timboi. Sasa nilivyoyapata hayo, kiukweli morali yangu ilirudi nyuma sana. Nikaamua kurudi pembeni, na nikizungumza haya timu niliyokuwa nikiongoza itakumbuka kwamba niliwaaga ghafla kabla ya kumalizika kwa program ya tone tone ambayo kimsingi ni endelevu, lakini call center ilikuwa ina time limit ambapo mpaka sasa haipo pia, lakini sikuweza kwenda nayo mpaka mwisho. Lakini mbali ya kuwa wale wakuu wa idara walikuwa wanatambua mchango wangu, walijaribu kupeleka hoja zao kwamba operation inayoendelea kanda ya Nyasa ni muhimu kupeleka elimu ya namna ya kufanya subscription za tone tone, lakini kuendelea kuhamasisha watu walipe ada zao. Kwa mimi nilipangwa kwenye timu ya mafunzo, timu iliyokuwa inaongozwa na katibu mkuu pamoja na mkurugenzi wa uchaguzi na mafunzo wa chama kwa ajili ya safari ya kanda ya Nyasa. Kwa hali ambayo inashangaza kabisa, bado siku 4 safari ianze, jina langu liliondolewa kwenye timu ya mafunzo na jina langu likapelekwa kwenye timu ya makamu mwenyekiti John Heche kwa ajili ya safari ya kule Nyasa. Mimi siku ya safari imefika kwamba safari ni leo, nilichukua begi yangu nikaenda mpaka makao makuu ya chama kwa ajili ya kuanza safari kwenda kanda ya Nyasa. Inafika saa 9, magari siti zimejaa, sina nafasi ya kwenda Nyasa wakati nipo kwenye program maalum ya kichama kuelekea kwenye operation, na waliopata siti hawakuwa kwenye program yoyote maalum ya kichama, na ni kwa sababu tu wao walimuunga mkono Mheshimiwa Heche. Wanajua begi langu lilikaa siku 2 pale makao makuu ya chama tukijaribu kuangalia alternative ya usafiri na ilishindikana. Kama haitoshi, ubaguzi huo umeendelea kuwatafuna hata viongozi wakuu wa kitaifa ambao kwa namna moja ama nyingine hawakumuunga mkono Mheshimiwa Heche. Operation ilivyoelekea kanda ya kusini, yupo kiongozi wa kitaifa ilibidi atembee na PA, gari ya PA system kwa kuungaunga. Hakuna nafasi ya kukaa, na kuna vijana ambao wamekaa kwenye magari ambao pia sio viongozi wa kitaifa wala sio viongozi wa ngazi yoyote, na hawana program maalum iliyowapeleka kule field. Huu ni ushahidi wa ubaguzi ambao unaendelea kwenye chama. Na kwa kadri mambo yanavyozidi kwenda, unavohoji, kushauri na kuzungumza chochote,
majibu yanakuwa ni matusi na mabezo. Ni matusi na mabezo. Viongozi wakuu wanaona tunavyotukanwa na anavyotukanwa mwenyekiti mstaafu wa chama na mjumbe wa kamati kuu ya kudumu. Na nimeshangaa kuona jana katibu mkuu wa chama ana tweet ambayo tafsiri yake inalenga kupoza joto hili na sio vingine. Mimi naweza nikachukua fursa hii kusema kabisa ni kauli ya kinafiki, kwa sababu kama angekuwa yuko fair angeweza kuwa ameshatoa tamko mapema sana la kulaani na kupinga matusi yanayotukanwa mwenyekiti mstaafu wa chama. Lakini aliyozungumza jana kwamba kumuona bado mwenyekiti ni mwema na kuna muda wanashauriana mambo ya msingi wa maslahi ya chama na hana uwezo wa kusimama kuweza kulinda thamani na heshima yake kama katibu mkuu, ni unafiki mkubwa dhidi ya kiongozi mkuu wa chama, kwa maana ya mjumbe wa kamati kuu ya kudumu. Kwetu sisi tunaona hii ni hatari kubwa kwenye chama, na yote hayo ambayo nimeyazungumza ya kubaguliwa na kadhalika ni kabla kabisa ya kuibuka kwa kundi la G55. Sababu watu wengine wanaamini kwamba haya yote yamekuja kwa sababu ya ushauri wa G55. Haya yote nimeyazungumza hapa ni kabla ya G55. G55 imekuwa kichocheo tu, na actually tulishauri kwamba tunakubaliana na no reform no election, lakini sasa tunapokuja kwenye no election tukae tuangalie tunawezaje kufanya uchaguzi usifanyike. Lakini sisi tukaona ni muhimu kuingia kwenye uchaguzi wenyewe ili tukaziwie kwenye maeneo ambayo hila zitajitokeza. Tukashauri hivyo kwa sababu tuliona hakuna namna ya kuweza kuzuia uchaguzi wote. Hiyo namna haipo. Lakini ili kuweza kurescue hai wa chama ilikuwa ni lazima tuingie ili twende tukapambane kule ndani. Kama nguvu itakuwa ya kutosha tutaweza kuzuia hila zidi ya uchaguzi ambao tunaamini zipo na zipo kabisa. Walau tunaweza tukafanya watu wetu wakatangazwa, na yote hayo yakishindikana bado chama hakiwezi kutoka kikavu. Tunaweza kupata ruzuku ambayo itakifanya chama kiendeleze mapambano mengine, kwa sababu mapambano haya hayawezi kuisha Oktoba mwaka huu, lazima yaendelee. Kwa ilikuwa ni ushauri mzuri kabisa. Lakini na kuna hii G55 hawakuwa Tim Mbowe peke yake. Lakini kwa sababu idadi kubwa walikuwa wanamuunga mkono Freeman Mbowe, ushauri wenye maudhui ya kutosha kabisa kwa uzuri wake yalionekana sio kitu, kwa sababu yakikubaliwa ni kumuunga mkono Freeman Mbowe na timu yake kama ambavyo wao wanatafasiri, na wakati agenda kwamba mimi ni miongoni mwa vijana ambao tumefanya kazi za chama sana na heshima, lakini kutumika kwangu kwenye chama sio kwa sababu huwa naongea sana, ni kwa sababu tunafanya kazi sana. Kulianzishwa program ya grassroots fortification kwa maana ya GF, program iliyolenga usajili wa wanachama kama sehemu ya kukihuisha chama mara baada ya kupigwa akiwemo katibu mkuu anatambua kwamba kazi ngumu iliyofanywa na Majoko, kwa sababu idadi kubwa ya Majoko kwa maana ya majimbo operation commander tuliunga mkono jitihada za Mheshimiwa Freeman Mbowe, na kuna uchaguzi tulikuwa timu yake, na sio kwamba Lissu hakuungwa mkono na baadhi ya Majoko, wapo kule baadhi ya Majoko, lakini kwa sababu ya idadi kubwa waliomuunga mkono Freeman Mbowe basi ikaonekana kabisa kwamba Majoku sio watu ambao mchango wao unapaswa kutambuliwa kabisa. Kwa sababu tukitambua mchango wao, tutakuwa tunatambua timu ya wale munga mkono Mheshimiwa Freeman Mbowe. Kwa leo Majoku wanaonekana wameua chama kabisa kote, lakini ukweli ni kwamba kama kuna basic unit ya maisha ya chama ilikuwa ni program ya grassroots fortification. Sasa nitagusa kidogo. Watu wanasema no reform no election, maana yake ni nini? Yaani wanatuambia tufungue dictionary tukasome tafsiri ya no reform no election. Hizi slogans mara nyingi utekelezaji wake haui sawa sawa na tafsiri ya kwenye dictionary. Ndio maana hata kwenye grassroots fortification ikiwa na maana ya ungomeshaji, Chadema hatukubeba zege na matofali na nondo kwenda kujenga ngome kwenye misingi, kwa sababu ndio tafsiri yake ya fortification. Sasa wakisema kwamba twende kwenye tafsiri ya no reform no election, ndio iwe hivyo,
Kwa nini hatukwenda kwenye tafsiri ya fortification sasa, kwamba tukabeba zege na nondo kujenga ngome kule chini? Kulikuwa kuna operation Sangala, walikuwa hawakamati wavuvi wa Sangala. Ilikuwa ni operation inayolenga kuunganisha watu na kuhuisha chama, kutafuta wanachama. Hata kama iliitwa operation Sangala, operation ni tawi, Chadema ni tawi, Chadema ni msingi. Kwa hiyo majina ya slogan watu ambao wanafanya kazi za makampuni wanajua kwa wasitumie huo udhaifu wa watu wakadhani hawaelewi. Ni hila za chuki. Na tunapoyasema haya tunaambiwa tumenunuliwa. Na mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, mkikutana na Heche muulizeni hivi Heche kwamba Toyota hardtop, Toyota double cabin anayoitumia ambayo ni new model dark green ambayo amenunuliwa na kada wa Chama cha Mapinduzi, ni kwa kazi gani aliyomfanyia? Na sisi tuseme ni ujira? Sisi tunajua inawezekana wana biashara zao, lakini kuna hiyo process. Na kama mimi wanadhani naongea propaganda na kuchafua, na waambia wanachadema ili waweze kumwamini mheshimiwa Heche wamwambie awaoneshe kadi ya hiyo gari. Ushahidi ni kwamba hiyo gari inasoma jina la mke wa waziri mmoja hivi kwenye nchi hii. Kama yeye anaweza akanunuliwa gari na kada wa Chama cha Mapinduzi na kadi ya gari yake ni jina la mke wa waziri, kwa nini na sisi tusiseme kwamba anasukuma ajenda ambayo anadhani haitekelezeki ili chama kikafe? Kwa nini sisi tusione hiyo engo? Na kama sio hiyo, si atuambie kwamba amepata wapi, yani ni kwa sababu zipi kanunuliwa hiyo gari? Na kitaru cha gesi kapewa na mheshimiwa Godbless Lema, na kitaru cha dhahabu ambacho kinazinduliwa mwezi wa 6. Sasa na sisi tuanze kuzungumzia hayo. Tuzungumzie kwamba kuna nyumba inajengwa Mwanza ya mheshimiwa Heche. Inawezekana wana business zao. Sasa sisi hatuyasemi hayo kwa sababu tunaona hayana msingi. Lakini sisi tunapokuwa tunashauri chama kwa maslahi mapana ya uhai wa chama, wanasema tunanunuliwa, wanadhani sisi hatujui ushirika wao na baadhi ya makada ya Chama cha Mapinduzi. Kwa tunaelewa. Kwa hizo hira haziwezi kukivusha chama. Haziwezi kukivusha chama. Leo sisi tunaonekana hatufai, hatuwezi kupata fursa yoyote ndani ya chama. Bado tuna nguvu, bado ni vijana wadogo, hatuwezi tukaendelea kukaa kwenye mazingira kama haya. Sasa wanasema tunalalamika kwa sababu ya vyeo. Mimi na cheo, mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wilaya ya Temeke na nilikuwa mgombea ubunge jimbo la Kigoma Kusini mwaka 2020. Kwa hiyo sio tu kwamba wakina Godbless Lema wanazungumza kwamba sisi hatuna vyeo ndio maana tunalalamika, kwamba Julius Mwita hana cheo ndio maana analalamika, kwamba Salum Mwalimu hana cheo ndio maana analalamika. Tuna vyeo, na hapa wapo mpaka viongozi wa mikoa watazungumza. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wilaya ya Temeke, kwa hiyo nina cheo, na vile vile ndio mratibu mkuu wa masuala ya sanaa ya Chadema Taifa, kwa maana ya katibu wa sanaa Chadema Taifa. Kwa hiyo vyeo tunavyo. Issue sio cheo, issue ni lazima Chadema iendelee kuseti standard yake ya kuruhusu meza ya majadiliano, kuruhusu fikra tofauti kuweza kupusha ajenda ambazo miaka yote imekuwa ikiuzika kwa wananchi. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, nachukua fursa hii kuambia wananchi wa Tanzania na hususa ni wanachadema wote, na kwa kipekee kabisa wapiga kura wangu wa Kigoma Kusini pale Uvinza, kwamba mimi Elia Evarist Gregory Mahwa ninaona Chadema kwa sasa sio jukwaa salama na rafiki la kuweza kunifanya mimi kuendelea kupigania haki yao. Sio jukwaa sahihi kabisa. Nimemsikia Heche jana amesema kwamba alikuwa anauliza wananchi, kwa mazingira haya hawa jamaa wanataka kutuingia kuna uchaguzi, mnaona mtapata diwani hapa? Wale wananchi wakasema hakuna. Lile ni swali zuri sana, nimpongeze Heche, lakini amekuwa na upendeleo. Angeweza kuwauliza wale wananchi tena kwamba kwa mazingira haya mnadhani tunaweza kuzuia uchaguzi? Ninaamini wananchi wangemjibu hivi, hamna. Sawa? Sasa kama ni hamna, ndio maana sisi tuliyaona hayo majibu yote. Lakini sasa kipi ni bora? Kipi ni bora? Tukazuia uchaguzi tushindwe, tukiwa nje tukose vyote, au tuingie ndani kuzuia uchaguzi tusikose vyote? Kama nilivyosema, tukiingia ndani kuzuia uchaguzi, tunaweza tukashindwa kuzuia uchaguzi, tukapressurize watu wetu wakatangazwa. Tukashindwa kufanya watu wetu watangazwe, tukapata kura nyingi ambazo zitafanya chama kipate fedha ambayo itawezesha chama kujipanga upya na mapambano. Kwa hiyo tukiingia kwenye uchaguzi hatukosi vyote. Kwa hiyo Heche anatakiwa ajue, kama ambavyo anaona giza madiwani kutangazwa,
na wabunge kutangazwa, na sisi tunaona hivyo hivyo. Lakini pia sisi pia tunaona giza kuzuia uchaguzi. Tukiwa nje haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Na kama nadhani nguvu hiyo haipo ya kufanya diwani atangazwe, anawezaje kuamini kama nguvu ipo ya kuzuia uchaguzi? Kwa hiyo ni agenda ambayo itekelezeki na inatia mashaka. Na kuna wengine tunadhani ni mkakati madhubuti wa kuua chama. Kwa nafasi hii ambayo nimeipata, itoshe kuyasema hayo, na nina uvua wanachama wangu na nafasi zangu zote ambazo nilikuwa nazo ndani ya Chadema. Kiukweli Chadema naipenda na roho inaniuma sana kuondoka, lakini no way out, kwa sababu hakuna masika isiyokuwa na mbu. Kila kitu kinakuaga na mavuno, masika kwa kuna mavuno, lakini pia mareli haipo. Kwa kuyasema hayo, naomba nimpishe mwingine naye aweze kuaddress ujumbe wake. Asante sana. Habari za saizi waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Lecho Peter Mkadala, ni katibu wa BAWACHA mkoa wa Ilala, pia ni katibu mwenezi wa BAWACHA jimbo la Segerea. Mimi sitaongea sana kama wenzangu waliotangulia, ila mimi nitaenda direct niseme kuanzia sasa najitoa kwenye hichi chama kwa sababu kuu mbili. Moja, chama kimetoka kwenye misingi yake. Ina maana kitaki kushiriki chaguzi, na lengo kuu la chama cha siasa ni kushiriki chaguzi. Sasa kama chama kishiriki uchaguzi, mimi nafanya nini? Namba mbili ni kwamba unyanyasaji. Tunanyanyua sana sisi ambao tulikuwa tunamuunga mkono Mbowe. Hatuwezi tukashauri, hatuwezi tukasema chochote tukasikilizwa. Sana sawa utaambia uchaguzi uliisha, bwana inabidi mpone. Sasa hiyo inaumiza. Yaani hatuwezi kufanya chochote. Sasa kwa nini naendelea kukaa kwenye hicho chama ambacho mimi najihisi kabisa sipendi, sitakiwi? Kwa hiyo nimejiona rasmi leo na nimeamua rasmi leo kuondoka katika hicho chama na kuacha nafasi zangu zote. Na hichi chama nilijiunga muda mrefu, actually sio mrefu sana, ni miaka 9 tangia mwaka 2016. Na nimeshatumikia ngazi mbalimbali, yani kwenye vyeo huko na vyeo nishapitia vingi sana. Hata hicho cha sanaa mimi ndo makamu wa wasanii, makamu mwenyekiti wa wasanii taifa Chadema, lakini zote nimeziacha. Nimeamua ni step down kwenye vyeo vyangu vyote kwa sababu siwezi kuendelea na chama hichi kwa namna ninavyonyanyasika. Asante sana. Naomba aingie mwingine. Asalamu alaikum. Kwa majina naitwa Salma Mohamed Sharif, ni mwanachama wa Chadema mwenye namba CDME 4656. Ni kiongozi wa Chadema, mjumbe wa mkutano mkuu kupitia BAWACHA taifa ambao nilichaguliwa tarehe 16 hapo Ubungo. Kwa masikitiko makubwa sana nimesimama mbele yenu leo nikiwa na maumivu, moyo wangu ukiwa unavuja damu, kwamba naacha chama ambacho nimekitumikia kwa jasho na damu. Naposema nimekitumikia kwa jasho na damu, damu yangu imemwagika kwenye hichi chama. Babangu mkubwa ameuawa kwenye hichi chama, Ali Kibao. Kwa hiyo utaona namna gani hichi chama nimekitumikia kwa hali na mali, na damu yangu jinsi gani ilivyomwagika, maumivu tuliokuwa nayo. Nimetumikia nafasi mbalimbali za chama, nilikianzia kwenye matawi kwenda jimbo. Nimeshiriki operation mbalimbali za kitaifa kwenye ofisi ya katibu mkuu, lakini pia nilikuwa timu advance ya makamu wa rais 2020. Lakini kupitia mambo ambayo yanaendelea kwenye chama hichi sasa hivi, upendo umeondoka kwenye chama chetu. Chama ambacho tulikuwa tuna upendo, unasafiri unaenda mkoa ambao haujulikani, hauna ndugu, hauna jamaa, lakini unapokelewa na wanachadema kama familia yako na unaishi vizuri mpaka siku unaondoka kwa raha burudani. Lakini sasa hivi haipo. Nasema hayo nikiwa na ushahidi. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa kupitia BAWACHA. Kwa nafasi yangu nilokuwa nayo, ni lazima nishirikishwe katika mambo yanayohusiana na BAWACHA, lakini na vikao mbalimbali vya kama tendaji ya jimbo langu ambalo natakiwa nifanye. Lakini tukiwa kwenye shughuli ya BAWACHA taifa, ilikuwa kuna siku ya mwanamke duniani. Nikiwa kama mjumbe wa baraza la wanawake,
sikuweza kushirikishwa. Kisa tu nilikuwa na support Mheshimiwa Freeman. Utaona ni namna gani tunakuwa tunanyanyasika na hatuthaminiki kwa sababu tu tulishiriki na tulimsupport. Mimi binafsi nilimsupport waziwazi na wala sina sababu ya kuficha. Lakini naendelea kukaa kwenye chama hicho kwa namna gani? Kwa nini endelee kukaa sehemu ambao sihitajiki, siaminiki? Yaani mimi leo siaminiki kama niliaminiwa na chama na kamati kuu kupewa kuongoza msafara wa makamu wa rais. Leo hii naonekana sina thamani. Kwa maana hiyo nimeona kwamba sistahili kuendelea kwa kwenye chama. Lakini mbali zaidi, mimi nimezunguruka Tanzania hii kwa operation hizo kama nilivyosema mbalimbali za kujenga chama. Kuanzia 2016 kipindi cha Magufuli tumefanya operation za kujenga chama. Leo hii chama changu kinakuja kuniambia kwa malengo tunajenga chama kwa malengo kwamba tunaenda kushika dola. Leo hii chama changu kinakuja kuniambia hatuwezi kwenda kushiriki uchaguzi. Na mimi nikiaminishwa kwamba kuanzia mwanzo nilikuwa naaminishwa kwamba chama chetu kina misingi yake, kina taratibu zake, tunafuata katiba. Na mmoja ya malengo yake ni kwenda kushika dola. Sasa kama leo hizo ndoto hazipo, hatuna jukwaa la kwenda kuwapigania Watanzania. Hatuna jukwaa la kwenda kufanya hizo siasa, kuikosoa serikali, kulinda mali za Watanzania, kupigania haki za Watanzania, kupigania haki hata zenu nyinyi waandishi wa habari. Leo hizo zote tunanyimwa. Mimi kama mwanasiasa ambaye natarajia kuwa mkubwa zaidi kwenye siasa, siko tayari kuendelea kukaa kwenye chama. Kwa maana hiyo, kuanzia leo tarehe 9 mwezi wa 5 2025, mimi Salma Sharif nikiwa na akili zangu timamu naungana na wenzangu waliokuwa wajumbe wa secretariat ya chama taifa kwamba naondoka nao na nitakuwa nao na nawaunga mkono, kwa sababu ile ndio ilikuwa sehemu yangu mimi kufanya nao kazi. Wale ndio tulikuwa nafanya nao kazi kila siku kuanzia 2016 mpaka hivi leo. Sina deni na Chadema. Na Chadema hainidai. Kwa maana hiyo nawatakia kila laheri, lakini nawashauri wale wote ambao nilishafanya nao kazi, wanachama wale niliowatafuta Tanzania nzima kwenye kanda zote hizi 10, watuunge mkono, twende pamoja. Kama tuliweza kutafuta wanachama milioni 10 huko tunakoelekea, tutakwenda nao. Mimi nikiwa sehemu ya hao majoko, hao maroko, tutakwenda nao, na bila shaka mafuriko yanayokuja yatafurahisha zaidi. Wa salamu. Ndugu wanahabari, habari za mchana wa leo. Kwa majina naitwa Grace Samuel Ngola, ni mwenezi wa jimbo la Kibamba, kata Mbezi, na pia ni mjumbe wa mkutano mkuu kichama taifa. Nimesimama hapa mbele yenu nikiwa nimekitumikia chama hichi kwa muda mrefu sana. Hila chama chetu hakina upendo, hakina amani. Tunatengwa kwa sababu tulikuwa ni timu ya Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Leo ninajivua wanachama wangu na uongozi wangu wote niliokuwa nao. Sipendi kujivua, ila najivua kwa sababu chama chetu kimekosa upendo, kimekosa uaminifu, kuaminiana. Mimi marafiki wangu wengi ni wako G5. Unaponiita kwenye kikao cha maadili na kuniambia leo nisiwe na marafiki wa G5, unanikosea. Kwa nakosa amani, ni bora nijivue wanachama wangu ili nikaendelee na marafiki wangu, nikaendelee na secretariat iliyopita. Chadema hawanidai, ila nadaiwa na Watanzania kuendeleza mapambano ya kuwatetea. Ni hayo tu. Kwa hiyo mimi kuanzia leo najivua na uongozi wangu wote nilioko nao. Nashukuru sana, nadhani tumemaliza na sisi tutapokea maswali.
tutapokea maswali kwa kadri walivyozungumza. Kama swali wanataka kulileta kwangu, utani address mimi. Kama ni swali la Mheshimiwa Kinabo na wengine kwa tutakuwa tayari hapa. Tutakuwa tayari. Kama kuna swali. Ndio. Tunachotaka kufahamu ni kwamba ni nyinyi tu ambayo mlioko hapa ndo mmetangaza hayo maamuzi, maana tafsiri yake, na kama kuna watu wengine nje hapa ama nini, ni vyema ungeweka hadharani ni kina nani katika hiyo orodha yenu ambayo mnaondoka. Yani mkaweka hadharani kwamba ni sisi tu, ni fulani na fulani aliyekuwa fulani, ama sisi tumekuja hapa lakini kuna wengine ambao tumekuja tumewawakilisha, nao ni kina nani. Hilo swali langu la kwanza. Lakini jambo la pili nataka nimuulize ndugu yangu pale. Umeeleza wewe ambaye umekaa hapo kwamba umesimulia kwamba namna gani ulivyoachwa kwenye safari wakati wanaenda kwenye operation ya no reform no election kanda ya Nyasa. Operation ya no reform no election, dhamira yake kwa viongozi walioko hivi sasa madarakani, Lissu, Heche na wengine ambao walioko madarakani hivi sasa, inafahamika iko wazi na waliweka mpango wao uko wazi. Kiwemo swala hali ulikuwa unajua no reform no election ambao viongozi wa sasa wanainadi dhamira yake, hali ulikuwa unajua no reform no election ambao viongozi wa sasa wanainadi dhamira yake ni hiyo. Asante. Mimi na maswali matatu. Naitwa Tuzo Mapunda, natokea Mwananchi. Swali langu la kwanza ni kwa Elia. Amezungumzia, naona amerusha kombola kwa makamu mwenyekiti. Umezungumzia swala la gari pamoja na mambo yake mengine, ikiwemo hiyo nyumba ambayo anajenga huko Mwananchi. Ikiwemo hiyo nyumba ambayo anajenga huko Mwanza. Swali langu ni je, kwa misingi hiyo, kulingana na hizo hoja ambazo umezitaja, kwa namna moja ama nyingine zinaathiri vipi nyinyi uwepo wenu ndani ya Chadema? Swali langu kwako. Lakini maswali mengine yanaenda kwa Kinabo. Kinabo, unaamini kwenye itikadi? Na kama unaamini kwenye itikadi, nini kinakusukuma zaidi uondoke? Na swali langu la pili, je, kwa sababu kuna rumors zinaendelea kwamba mnaenda Chauma, je, kwa wale na nyinyi pia mnaenda huko? Na je, huko mnavoenda mnaamini mazingira mtayakuta bora zaidi kuliko huku mnakoondoka? Kwa sababu tunaamini kwenye hivi vyama, hasa hivi vyama vidogo, ni changamoto sana, migogoro ni mingi. Je, amwendi tena kusababisha huko migogoro mingine? Lakini swali langu la mwisho kabisa, nimeona mnaondoka pia mnamnyoshia kidole zaidi makamu mwenyekiti. Je, yeye ni sababu ya haya yote yanayoendelea? Na kwa nini sasa hivi? Samahani, mimi naitwa Jackson kutoka Jambo TV. Na salamu. Mwenzangu alotoka Mwananchi alikuwa anazungumza Kinabo kwamba kuna rumors wale wengine huenda wakaenda Chauma, labda na nyinyi mnawafuata. Lakini mmoja wenu kati ya kada kati anazungumza hapa alisema kwamba mnaondoka na wale wanaowaunga mkono ambao mliwatafuta kwa namna moja nyingine waondoke na nyie. Huko mnakokwenda inawezekana ikawa sio chama hiki, lakini mnakokwenda inaonekana kama kuna mnakwenda kuanzisha kama chama kingine. Hii tuwekeni tafsiri vizuri. Mnakwenda kwenye chama kingine mkiondoka Chadema, au mnakwenda kuanzisha chama kingine ambacho kitakuwa kikubwa zaidi kuliko Chadema? Asante. Nadhani njoo anza kujibu afu nitakuja kujibu maswali yangu mimi. Au nianze maswali yangu then nimalizie. Sawa, ndugu yangu ya Jambo ameuliza swali lake kwamba no reform no election ambayo mimi siungi mkono, na kwa operation yake ambayo ilikuwa inaendelea kule Nyasa, mimi nikaachwa. Sasa haoni kama pengine ni chuki kwa sababu niliachwa ndio maana niko hapa. Nataka nikujibu hivi.
ndani ya chama kunapokuja ajenda yoyote na ikatolewa, ni wajibu wetu kama wanachama kuiona kama ajenda ya chama, lakini haiondoi uhalali wa sisi kuidiscuss na kutoa mawazo tofauti. Safari ile ya operation ya kanda ya Nyasa, mimi nilikuwa nipo kwenye timu ya mafunzo kwenye upande wa kuraise fund, kupush ajenda za chama. Ninasema kwamba sio chuki kwa sababu niliachwa. Nimekuorodheshea matukio kadha wa kadha. Tukio la kwanza la kukaliwa vikao kwamba sina sababu ya kuendelea kuwa makao makuu kwenye kusimamia moja ya clusters ya Call Center kwa sababu mimi ni timboe. Lakini nimekueleza kwamba tayari nilishakwisha wekwa kwenye mpango kwenye mafunzo kwa ajili ya kwenda kanda ya Nyasa. Sikwenda kanda ya Nyasa kwa hoja ya kuwa mimi ni timboe. Na nimekueleza hata baadhi ya viongozi waliokwenda usafiri wao ulikuwa ni shida, na ni viongozi wa kitaifa ambao wengine ilibidi waanze kudandia magari ya PA system, na watu ambao walikwenda bila mkakati maalum wa kichama walipata special seat kwenye magari. Sasa haiwezi kawa chuki. Sisi tunajumlisha au tunajumlisha hayo yote kama sehemu ya mwendelezo wa chuki, visasi na ubaguzi unaoendelea ndani ya chama. Hilo tunaliweka huko, wala hakuna chuki yoyote. Safari ni nyingi sana ambazo hatujai kwenda kwa sababu tofauti. Kwa hiyo sisi tunaunganisha matukio kadha wa kadha ili kupata kitu ambacho kinaweza kika create more sense. Kwa hiyo swali la ndugu yangu mwananchi la kuhusu magari kwamba Heche ana gari linaathiri vipi uwepo wenu Chadema, nimesema mwanzo kwamba sisi tumekuwa tukijilinda sana kuyazungumza hayo kwa sababu hatukuwa na maana yake. Sawa, lakini when it comes sisi tunapotoa hoja zetu tofauti, tunaonekana wasaliti, tunanunuliwa. Ndio nikatoa mifano ya magari ya Vitalu kwamba kuna haya magari ambayo yananunuliwa na makala ya Chama cha Mapinduzi, wanapewa viongozi wetu wa chama taifa. Kwa biashara gani? Au na sisi tuamini ndio malipo ya ujira wao kwa kazi wanaoifanya ya kusukuma ajenda isiyotekelezeka ili chama kisingie uchaguzi kife? Nimesema hayo. Kwa hiyo athari yake ni kwamba inaathiri wao kushindwa kujitathmini kwamba huwa wanafanya nini, na wanapowatreat wenzao wanatakiwa kufanya nini. Mimi ninavyotritiwa leo kwa mchango wangu wa mawazo tu, ushauri tu wa kawaida tu, inakuwa ni matusi, kebehi na kunyanyaswa ndani ya chama. Tena inawezekana mimi hata kiatu tunachovaa sijai kununuliwa na mtu wa Chama cha Mapinduzi. Inawezekana hata hawanijui kwa nafasi yangu iliyokuwa ndogo ndani ya chama. Sasa wao ambao pengine wanafaidika na miradi mikubwa ambayo inafadhiliwa na Chama cha Mapinduzi na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, kwa nini wao tusiwashakie? Na tujai kuwashakia na tunawaheshimu. Na ndio maana nimewaambia na nikumbushie wakati namaliza kujibu hili swali, wanachama wa Chadema ili kuendelea kumwamini John Wegesa Heche awaoneshe kadi ya gari yake Toyota Double Cabin new model ambayo ni dark green, ambayo mimi nimesema linasoma jina la mke wa waziri. Sasa aseme Elia ni muongo, kadi ni hii. Sasa ikiwa kadi ya gari ameionesha, wanachama waanze sasa kumwamini John Heche. Asipofanya hivyo ni dalali tu kama madalali wengine kama anavyotuita sisi, na kwamba chama hiki kufa yeye anachangia.